Wewe ni kwamba watu wanaamini kwamba una kitu ndani yako. Kwa hiyo mimi kwangu imenipa changamoto na imenipa maswali mengi kwamba natakiwa niendelee kupush kwamba inawezekana. Siku mbili baadaye tunacheza tena na Simba kwenye mchezo wa nusu finali. Leo mmeondoka na nini ambacho unaona mnaweza kufanyia kazi na kupata matokeo kwenye mchezo unaofuata? Naweza nikasema tumepata lesson, kwamba tumejua pa kuanzia, tunaanzia wapi, kwamba tumepoteza mchezo, it's fine, hii tumeiacha, kwamba tunaenda kucheza mchezo mwingine pia ni wa muhimu. Kwa hiyo naamini walimu wameona na wanajua ni sehemu gani inabidi tuongeze kwenye strong point yetu, tuongeze na kwenye weakness point yetu inabidi tufanyaje. Kwa hiyo mimi naamini pia haiwezi kuwa kinyonge. Shukrani sana. Pamoja sana. Nation, huu msimu unaweza kuelezeaje binafsi? Naweza nikasema ni msimu bora, msimu mzuri kwa upande wangu na kwa upande wa timu, kwa sababu tumevuka, tupo kwenye malengo, tumefanikiwa kucheza, kupata tiketi ya kucheza michuano ya kimataifa. Kwa hiyo naweza nikasema nashukuru Mungu, nashukuru timu, nashukuru viongozi, nashukuru uongozi mzima wa timu. Nation, umetoka kucheza na timu ambayo imetoka kucheza finali. Namna ambayo kucheza na timu ambayo imetoka mechi kubwa, inakuwa namna gani na experience yako kucheza na wachezaji ambao wametoka michezo mikubwa? Mimi naona ni issue. Msimu ujao pia mmefuzu na kushiriki. Yaani mimi naona ni kucheza kwa finali sio issue sana, kwa sababu tuna kaliba ya watu ambao wamecheza mashindano makubwa ya CAF. Kwa hiyo sisi haijatuathiri wala haijatupa pressure yoyote, kwa sababu sisi wenyewe tuna quality player. Kwa hiyo mimi basi tu kwamba Simba tunawaheshimu kwa nafasi yao, wamecheza finali. Kwa hiyo sio kinyonge, unajua sio kinyonge. Kwa hiyo tumecheza na timu ambao wana mentality kubwa, wana mentality ya kifinali. Kwa hiyo ndio hivyo. Mmepata picha kwenda kucheza nusu finali nyingine? Hilo sasa ni swala la mwalimu. Mwalimu ameona, wanajua ni sehemu gani tumefeli, ni wapi tumefaulu. Kwa hiyo ni issue ya mwalimu. Simba imenipa kipimo kizuri kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Obviously Simba naweza nikasema sana, kwa sababu ni timu kubwa. Ukiongelea Afrika huwezi kuacha kuitaja Simba na Yanga. Kwa hiyo ukicheza na timu kama hizo, obviously ni kipimo kikubwa, yani ni zaidi ya kipimo. Haina noma. Lakini mchezo sana na ulionekana kupata kadi ya njano kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwa namna gani pengine tempa kwako ilikuwa kubwa zaidi kukabiliana na viungo wa Simba? Sometime kwamba unapoangalia mechi kama umeiangalia, ni mechi fulani ambayo ilikuwa haihitaji nafasi. Nilichofanya sikuhitaji kuwapa nafasi sana wachezaji wa Simba. Kuna baadhi ya wachezaji ni hatari. That's why nilikuwa nao bega kwa bega. Yaani hivyo. Kwa hiyo kadi imetokea, binafsi mimi sijafurahia. Ni kadi ya mapema sana. Ni kadi ambayo imetoa timu nzima mchezoni, kwa sababu wanaamini kwamba muda wote Nation atapata kadi. Ndio maana hata kama hivyo umeona kipindi cha pili watu wameona hapo mzike. Pengine uzoefu ndio kitu ambacho kimewapa alama 3 Simba na sio Singida ile. No, nikisema uzoefu nitakuwa nadanganya. Ni mechi tu kwamba wamechanga karata zao vizuri. Wametumia nafasi walioipata, wamepata nafasi finyu na wamezitumia. Kwa hiyo niwapongeze kwa nafasi yao, lakini naamini hii imetujenga, tunajua tunaenda kupambana vipi mchezo unaokuja. Kipi ambacho unakiona sasa kwenye ushindani ambao mko nao? Leo ulikuwa ni mchezo wa ligi, unaofuata ni kama knockout, ukifungwa nje pale Manyara. Obviously knockout, unapoongelea knockout ukicheza hata na under 20 lazima mchezo uwe mgumu, kwa sababu kila mtu mentality, approach ya mechi inakuwa tofauti kabisa. Kwa hiyo Mungu mimi naamini atafanya wepesi inshallah. Na muda shida. Inshallah.